katika uchumi pia kuna ongezeko kubwa la ajira ambalo linafanywa na vyama vya ushirika. Hapa tunaongelea tu takwimu chache za wale ambao wameajiriwa, kwa maana ya wanaolipwa posho, wanaolipwa kwa mikataba, na wale ambao wameajiriwa kwa nani ya kudumu. Lakini zaidi ya hao wako wengine nyuma yake, wengi wanafanya kazi kwenye ushirika. Ukienda kwenye kilimo kwa mfano, mkulima mmoja anaweza kuajiri zaidi ya watu 10-20 kwenye shamba lake. Na kwa hiyo uchumi, vyama vya ushirika vinaongeza ajira kwa watu mbalimbali. Lakini pia kuna vyama ambavyo vinafanya biashara ya fedha, ukiondoa benki, vyama vya akiba na mikopo ambavyo vina mtaji wa zaidi ya bilioni 581, na mikopo ambayo imetolewa kwa wanachama kwa zaidi ya miaka 3-4 sasa ni zaidi ya trilioni 1.3. Kwa hiyo kwenye uchumi kuna mambo mengi ambayo vyama vya ushirika vinafanya. Lakini pia sio hiyo peke yake, vyama vya ushirika vinashiriki pia kwenye kuiangalia jamii. Vyama vya ushirika vimekuwa vikitoa misaada kwenye taasisi mbalimbali, kwenye mahospitali, kwenye shule, kwenye makambi ya watoto yatima na wazee. Na hii kwa miaka mitatu iliyopita vyama vya ushirika vimetoa zaidi ya shilingi milioni 800 kwenye maeneo hayo ya kutoa misaada kwa jamii. Lakini pia kuna wengine watauliza, je, tumekuwa tukiongelea habari za viwanda. Je, vyama vya ushirika vinahusika nini kwenye viwanda? Vyama vya ushirika Tanzania vinamiliki zaidi ya viwanda 452. Kwa hiyo kiuchumi, ukiangalia kuna kazi kubwa ambayo vyama vya ushirika inafanya kwenye viwanda. Na hii maana yake na hata ajira pia wanaoandio kwenye ajira ya viwandani huko ni kubwa. Lakini na hiyo sasa inaleta nini? Inaleta kuna kodi ambayo vyama vya ushirika inalipa. Ile kodi pia inatumika kama kodi zingine kuendeleza miundombinu na masuala mengine yanayohusiana na maendeleo ya jamii katika nchi yetu.